بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة. mlango katika faradhi za udhu. Faradhi za udhu ni sita. Alwudhu maakhudhun min alwadhaati wa hiya alhusn waljamal. Udhu imechukuliwa kutokana na neno alwadhaa, nayo ni uzuri, na taarifu yake ya alistilahiyu ismun lighasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusa, ni jina kwa kuosha viungo haswa kwa nia haswa. Na faradhi za udhu ni sita. Nne zimethubutu katika Qur'ani, nazo ni ghaslu alwajhi wa ghaslu alyadaini ma'a almirfaqaini wa mashu shay'in min ar-ra'si wa ghaslu rijlaini ma'a al-ka'bayn. Imethubutu katika aya ya Mwenyezi Mungu aliposema: ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Na faradhi mbili zimethubutu katika sunna ya Mtume, nazo ni nia kwa neno la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, na nyingine ni at-tartib kwa neno la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabda'u bima bada Allahu bihi, anzeni kwa aliyoanza nalo Mwenyezi Mungu. Faradhi ya kwanza, al-awwalu an-niyya, kutia nia, na yaweza kunuia mwenye kutawadhi nawaitu yaf'al hadath au adaa fardhi al-wudu'i au at-taharata lis-salati au istibahata muftaqin ila alwudhu'i. Yaweza kunuia kuondosha hadathi, rafa alhadath, ama yaweza kunuia kutekeleza faradhi za udhu au taharata lisalati, au yaweza kunuia kutaharisha kwa ajili ya swala au kutaka kuhalalishiwa yenye kuhitajia udhu, kama sul mushaf, kama kugusa msahafu. Lakini kinyume na hiyo nia, kama kunuia kutaka kuhalalishiwa jambo ambalo kwamba yapendekezwa kwa jambo hilo udhu, haisihi hiyo nia, kama kusoma Qur'an au kusoma hadithi. Ni sunna kutawadhi kusoma Qur'an, lakini si faradhi. Kwa hivyo kinuia sunna ya kusoma Qur'an, kutawadhi kwa ajili ya kusoma Qur'an, hiyo nia hiyo haisihi, huwezi kufanya nalo jambo la faradhi. Pia akiendelea na kutawadhi katikati ya udhu, kama anapoosha mkono, asibadilishe nia yake, yani ndani ya moyo asikie ubaridi wa maji hivi, nia yake itakwisha badilika, hiyo yaosha kwa ajili ya kupata baridi, au aone abadilishe nia aoshe kwa ajili ya kujisafisha, itakuwa nia imebadilika, si nia ya kuondosha hadathi tena. Na tutazungumza mbeleni sehemu ya nia huwa ni wapi. Faradhi ya pili, athani ghaslu alwajhi wa hadduhu min manabit sha'ri ar-ra'si ila muntaha al-lihyayn wa dhaqani tulan wa 'adhan min al-udhuni lil-udhun. Nguzo ya pili ni kuosha uso, na mpaka wa uso ni kutokana na mameleo ya nywele ya kichwa mpaka mwisho wa ndevu mbili. Mpaka wake ni kutokana na inapomea nywele ya kichwa, yani mpaka mwisho wa mashavu mawili na ndevu, kirefu na kiupana kutoka na sikio moja mpaka sikio moja. Hiyo ndio mpaka ya kuosha uso, yani kuanzia nywele inapoanza uende chini mpaka kwa kidevu, na kando uende mpaka kutoka kwa sikio mpaka sikio, uzungushe kote maji, ndio ghaslul wajhi. Na huwa watu kabla kuosha uso waosha viganja vile, yani mikono. Ukiosha viganja yafaa unuie sunna ya udhu, kwa sababu hiyo si faradhi. Kisha ukianza kuosha uso ndo unuie fardhu alwudhu ama rafa alhadath, hizo nia tulizotaja nyuma. Na unapoosha uso pia yafaa ni wajibu ufikishe maji ndani ya nywele za uso, nywele za ndevu uingize maji. Kama ni nyingi waweza osha juu tu nje, lakini kama ni kidogo yafaa uingize mpaka ndani ifike maji. Yaani ni sunna kama ndevu nyingi uingize vidole ndani hivyo ifike maji pia ndani. Athalithu ghaslu al-yadaini ma'a al-mirfaqain. Nguzo ya tatu ya udhu ni kuosha mikono miwili pamoja na viwili. Na yafaa unaposha mkono pia uondoshe ambayo iko juu ya mkono, kitu ambacho kama chazuia maji ifike kwa mkono. Kama haiwezi kuondoka, basi ni wajibu uondoshe. Na nguzo ya nne, arabi'u mashu shay'in min basharati ar-ra'si au sha'ratin fi haddihi, ni kupangusa kitu kidogo kutokana na ngozi ya nywele au nywele katika mpaka wa nywele. Maana ni kupangusa kichwa ama kupangusa nywele ambazo ziko katika mpaka ya kichwa, yani waweza kupangusa kichwa ama upangusa nywele ambazo kwamba ziko katika mpaka wa kichwa. Huwezi kuvuta nywele ukapangusa kando ikitoka nje ya kichwa, la yafaa isitoke kifungo ambacho cha nywele wakipangusa isitoke katika mpaka wa kichwa. Usivute nywele kama ni ndefu ukavuta itoke nje ya kichwa kisha ndo kuosha, hiyo haitakani.
Na nguzo ya tano, alkhamisu ghaslu rijlaini maa alka'bain, ni kuosha miguu miwili pamoja na macho ya miguu miwili. Yapasa uoshe miguu miwili mpaka kwa macho ya miguu, na pia uoshe mipasuko ya miguu. Asadisu atartibu ala hadhihi alkayfiyya, faradhi ya sita ni kupangilia juu ya mpangilio huu, yani upangilie baina kuosha, uanze na uso, uende na mikono, kisha kichwa, kisha ndio uende na miguu. Tanguliza mikono kabla kuosha uso, basi udhu wako haisihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.